maji tuendelee kukopa tu, mimi sioni shida. Bahati nzuri nikafanya tathmini nyingine, nikatazama na majirani zetu hapa. Jirani yetu ambaye watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wanapenda kujikompea naye, nchi ya jirani ya Kenya, yeye deni lake kwa mwaka kwenye bajeti ya mwaka huu liko 278% ya pato la taifa. Sisi ya kwetu iko 200%. Tuko vizuri kama ukikompea budget against GDP. Lakini mwaka 2010 sisi tulikuwa 35% ukikompea deni la taifa against GDP. Lakini wao au majirani zetu walikuwa 48%. Leo hii wako 67% ukikompea. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda vizuri, hatuna haja ya kuogopa kelele za watu, kwa sababu kwanza deni letu liko ndani ya threshold. Threshold ya shirika la fedha la kimataifa IMF ni 55% ya GDP. Sisi hatujafika huko. Sisi deni letu lipo kwenye kati ya 40% mpaka 48%. Nategemea unapima kwa kutumia vigezo vipi. Kwa hivyo bado ni himilivu na liko vizuri. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwigulu, kama unakopa kuleta umeme, kopa. Kama unakopa kuleta barabara, kopa. Kama unakopa kuleta pembejeo kwa ajili ya wakulima wetu, kopa. Sisi bunge hili tutapitisha na tutawalinda, kwa sababu mnakopa katika misingi ambayo inaenda kuleta tija na ufanisi kwenye maisha ya watu ya kila siku. Nimalizie kwa kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa jimbo la Nzega vijijini kwa kuendelea kunipa imani, na wakati nikizungumza hapa siku ya leo katika hatua za mwisho kabla tujaenda tena kuomba ridhaa, ni wataarifu tu kwamba sijafika jimboni muda mrefu. Kuna mchwa wana kula hapa na pale, lakini kama atakuwepo mtu ambaye ataweza kushindana na mimi kwa vigezo, basi achukue fomu na ashindane. Nzega ni njema na atakaye aje. Niko imara, nitarudi jimboni kugombea, na nina hakika kwa kazi kubwa tuliyofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia miradi aliyotuletea kwenye jimbo letu, basi nina uhakika mtaendelea kunipa ridhaa ya kuwawakilisha kwa awamu nyingine tena.